Kumbuka, mgogoro baina ya Marekani, Israeli na Iran kwa sasa umesimama. Mazungumzo yanaendelea na hapa na pale, na mazungumzo hayo lengo ni kuhakikisha amani inaweza kurudi na kuna tena vita ambavyo vinaendelea. Sasa nikwambie, kwa mujibu wa duru za magharibi, Iran imeanza uhandisi kinyume wa bunker buster na silaha za kisasa za Marekani. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, limetangaza kuwa limegundua makombora 15 ya Marekani ambayo hayakulipuka katika jimbo la Hormozgan kusini mwa Iran na maelfu ya mabomu katika jimbo la kaskazini la Zanjan chini ya mwezi mmoja baada ya uvamizi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran kusitishwa. Kikosi cha Imam Sajjad cha IRGC chenye makao yake makuu katika mji wa Bandar Abbas huko Hormozgan kimesema kwenye taarifa Jumapili kwamba timu zake za kutegua mabomu zimefanikiwa kuzima makombora mazito zaidi ya 15 ya Marekani katika jimbo hilo. Taarifa hiyo imesema mengi kati ya makombora hayo yalikuwa aina za GBU na BLU na aina nyingine za kisasa, ikiongeza kuwa silaha hizo zimekabidhiwa kwa vitengo vya kiufundi na utafiti vya IRGC kwa ajili ya uhandisi wa kinyume, reversal engineering. Wakati huo huo, kikosi cha Ansarul Mahid cha IRGC chenye makao yake makuu katika mji wa Zanjan pia kilitoa taarifa siku ya Jumapili kikisema kwamba timu zake za kutegea mabomu zimekusanya zaidi ya mabomu 9500 katika sehemu mbalimbali za mkoa huo. Taarifa hiyo imesema timu za kutegea mabomu za IRGC huko Zanjan pia zimeharibu au kutenganisha roketi na makombora 55 wakati wa uvamizi wa hivi karibuni wa Marekani na Israeli, ikiwa ni pamoja na makombora aina GBU 57 bunker burst yenye uwezo wa kulipua mahandaki ya chini ya ardhi na kukabidhiwa kwa mamlaka husika. Katika muktadha huo, ripoti na uchambuzi uliochapishwa katika magazeti ya Uingereza na Marekani katika siku za hivi karibuni imefichua mabadiliko ya aina yake katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Ripoti ya tovuti ya Uingereza E-Paper imeonukuu wachambuzi wa zamani katika shirika la ujasusi la Marekani CIA wakisema kwamba kuna wasiwasi kwamba Iran imefanikiwa kupata na kuchunguza silaha kisasa za Marekani na Israeli ambazo hazikulipuka au zilizoanguka katika uwanja wa vita. Wachambuzi wanasema kuwa Teherani kwa sasa inajihusisha na uhandisi wa kinyume wa makombora kama vile Tomahawk, droni za Reaper, makombora ya Jasim na mabomu ya GBU 57 bunker burst kwa lengo la kuelewa muundo wake au kutengeneza mbadala wa ndani. Uhandisi wa kinyume ni mchakato wa kunakili muundo wa kitu kwa kuchunguza na kupima kipengele kilichopo ili kutengeneza data ya kiufundi inayohitajika ili kunakili na kutengeneza kipengele au bora zaidi. Wakati hayo yakiendelea, Wizara ya Usalama wa Taifa la Iran imetangaza kukamatwa kwa jasusi mzoefu aliyekuwa akifanya kazi kwa niaba ya utawala wa Israeli pamoja na wanachama 15 wa makundi ya kigaidi ya wanaotaka kujitenga kufuatia operesheni zilizofanyika kwenye mikoa mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa, katika mkoa wa Ilam, jasusi mkongwe wa shirika la kijasusi la Israeli Mossad alinaswa baada ya kukusanya na kutuma taarifa za kiusalama kwa shirika la ujasusi la Israeli na baadaye kwa maelekezo ya kina kuanza kushirikiana na makundi ya upinzani ya wanaounga mkono ufalme wa kiimla uliopinduliwa. Katika mkoa wa Sistan na Balochistan, mwanachama wa operesheni katika kundi moja la kigaidi la kujitenga alikamatwa. Imedokezwa kuwa alipata mafunzo katika nchi jirani kabla ya kuingia Iran kwa lengo la kufanya mashambulizi karibu na mji wa Zahedan. Katika mkoa wa Gilan, seli ya magaidi watatu ilikamatwa na kifaa cha kurushia mabomu ya kutengenezwa nyumbani kilipatikana kwenye maficho yao. Katika mkoa wa Lorestan, kundi la watu wawili, wanaume na mwanamke mmoja, lilinaswa. Walikuwa wamepokea malipo kwa njia ya sarafu ya kidigitali na walikuwa wametengeneza mabomu kadhaa kwa lengo la kushambulia ofisi za magavana wa wilaya mbili. Kwa upande mwingine, shirika la usalama la jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu lilitangaza Jumamosi kuwa limebaini na kuvunja timu kadhaa zinazohusishwa na makundi ya kupinga mapinduzi yaliyokuwa yakifanya kazi katika mikoa ya Kurdistan na Hemeshahi. IRGC imesema timu hizo zilikuwa zikisaidiwa na Marekani na utawala wa Kizayuni na zilikuwa zikijaribu kuandaa mazingira ya shambulio la kijeshi la adui dhidi ya Iran kutoka upande wa magharibi. Hatua hizi za kiusalama zimekuja kufuatia vita vya kichokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu vilivyoanza Februari 28 na kuendelea kwa siku 40. Vilevile, kamandi kuu ya jeshi la Iran imeonya kuwa kuendelea kwa uharamia, mzingiro na uhalifu wa baharini unaofanywa na vikosi vya Marekani kwenye eneo utakabiliwa na jibu kutoka kwa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kamandi Hatam al-Anbiya ya jeshi la Iran imetoa taarifa na kusema kwamba
iwapo jeshi la Marekani litaendelea na mzingiro wake wa kihalifu, uharamia na uporaji wa baharini kwenye eneo hili, basi na wajue ya kuwa watakabiliwa na jibu la vikosi vyetu vyenye nguvu. Kamandi hiyo imesisitiza kuwa jeshi la Iran hivi sasa lina nguvu na utayari mkubwa zaidi kuliko hapo awali katika kulinda mamlaka ya taifa, mipaka ya ardhi na bahari pamoja na maslahi ya kitaifa. Aidha, kamandi hiyo imeikumbusha Washington kuwa baadhi ya vitengo vya jeshi la Marekani tayari vilishuhudia uwezo wa mashambulizi wa Iran wakati wa hujuma ya pamoja Marekani na Israeli dhidi ya Iran iliyoanza tarehe 28 Februari. Taarifa hiyo pia imebaini azma ya Iran kuendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya adui katika eneo la Asia Magharibi, huku ikiendelea kudhibiti kikamilifu mkondo wa kimkakati wa lango bahari la Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati na biashara ya kimataifa. Katika sehemu nyingine, taarifa hiyo imeongeza kuwa tuko tayari na tuna azma thabiti ya kuwasababishia hasara kubwa zaidi wavamizi wa Kimarekani na Kizayuni iwapo kutatokea uvunjaji wowote mpya. Mvutano umeongezeka kufuatia kile kinachotajwa kuwa ni mzingiro wa baharini unaotekelezwa na Marekani dhidi ya bandari na meli za Iran pamoja na juhudi za Marekani za kuondoa mabomu ya baharini katika lango bahari la Hormuz. Maafisa wa Iran wamesema kuwa mzingiro huo ni kinyume cha sheria za kimataifa na ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa tarehe 8 Aprili na ambayo baadaye yaliongezwa kwa uamuzi wa upande mmoja na rais wa Marekani Donald Trump saa chache kabla ya muda wake wa kuisha tarehe 22 Aprili. Iran imesisitiza kuwa haitakubali masharti ya kulazimishwa kutoka Marekani na kwamba haitashiriki mazungumzo yoyote chini ya kivuli cha vitisho. Vilevile, balozi wa Iran nchini Kenya Dr. Al Golampur amesema kuwa lango bahari la Hormuz liko wazi kwa Kenya pamoja na mataifa mengine rafiki. Katika mahojiano na Kenya Times, balozi Golampur amezungumzia chanzo cha vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, athari zake kwa binadamu na uchumi, pamoja na mazingira ya kidiplomasia yanayozidi kuwa magumu ambayo Kenya sasa inalazimika kuyapitia katika mahusiano ya kimataifa. Vilevile, kamanda mkuu wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amekanusha vikali propaganda za Israeli zinazolenga kupunguza nguvu za harakati ya Hezbollah, huku akisisitiza uungaji mkono kamili wa muhimili wa mukawama kwa harakati hiyo. Katika ujumbe aliotoa Jumatatu, Brigedia Jenerali Ismail Kaan ameandika, mapambano ya kishujaa ya mukawama wa Hezbollah nchini Lebanon yamethibitisha kuwa simulizi zinazotolewa na utawala wa Kizayuni unaoua watoto zikidai mwisho wa mukawama na kuangamizwa kwa Hezbollah si chochote ila ni uongo mtupu. Ameongeza kuwa nyuga zote za mukawama zimesimama bega kwa bega na Hezbollah ya kishujaa kwa nguvu na mshikamano mkubwa zaidi kuliko wakati wowote. Kauli hizo zimekuja katika muktadha wa ukiukwaji unaoendelea wa usitishaji mapigano wa siku 10 uliotangazwa mapema mwezi huu, huku ukiwa unakabiliwa na majibu thabiti kutoka upande wa Hezbollah. Wakati huo huo, Tel Aviv imekuwa ikijaribu kuishinikiza Lebanon kuelekea kuivua silaha Hezbollah sambamba na kueneza propaganda zinazodai kudhoofika kwa uwezo wa kijeshi na azma ya harakati hiyo, madai ambayo yamekanushwa waziwazi na Hezbollah. General Khan amebainisha kuwa kampeni dhidi ya Hezbollah imehusisha matumizi makubwa ya rasilimali fedha pamoja na kuhamasishwa kwa nguvu kazi na zana za kijeshi kwa kiwango kikubwa. Aidha, amebaini kuwa utawala huo umekuwa ukipoteza fedha za walipa kodi wa Marekani katika juhudi zake za kuidhoofisha Hezbollah, akirejelea msaada wa kifedha unaotolewa na Marekani kwa Tel Aviv katika hatua zake za uchokozi dhidi ya Lebanon. Vilevile, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran amelaani vikali mashambulizi ya kigaidi katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Mali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran IRNA, Ismail Baghei, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran, amelaani vikali mashambulizi hayo yaliyotokea kwenye maeneo tofauti ya Mali ambayo yamepelekea kuuawa Sadio Kamara, waziri wa ulinzi, watu wa familia yake na idadi kubwa ya wananchi wa nchi hiyo. Baghei ametoa rambirambi kwa familia za waliopoteza maisha na kueleza mshikamano wa Iran na serikali na watu wa Mali. Vilevile amewaombea uheni na pona ya haraka majeruhi wa mashambulizi hayo. Vilevile, rais wa Lebanon ameeleza kusikitishwa kwake na mauaji ya mwandishi wa habari wa nchi hiyo na kujeruhiwa mwandishi mwingine wa habari kwenye shambulio la utawala wa Israeli kusini mwa Lebanon, akitangaza kwamba lengo la uhalifu huu ni jitihada za utawala wa Israeli za kutaka kuficha uhalifu wake. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema kwamba kushambuliwa kwa maksudi na moja kwa moja wafanyakazi wa vyombo vya habari ni jaribio la utawala wa Israeli la kuficha uhalifu na jinai zake dhidi ya Lebanon. Amesisitiza kwamba vitendo hivi vinatambuliwa kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu uliopigwa marufuku na sheria za kimataifa. Vilevile amesisitiza kuwa sheria za kimataifa zinaiwajibisha jamii ya kimataifa
kuingia kati kwa shabaha ya kuzuia uhalifu huo. Aoun alituma salamu zake za rambirambi kwa familia na wafanyakazi wa gazeti la Al Akhbar kutokana na kuwa washahidi mwandishi wa habari wa Amal Khalil katika mji wa Al Tair, na kumwombea uheri mwandishi mwingine aliyeandamana naye, Zainab Faraj, ambaye amejeruhiwa katika shambulizi la Israeli. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.